tuache wivu. Wivu ni mzizi wa dhambi. Wivu ni mzizi wa dhambi. Kwa sababu ya wivu, ndugu zake na Yusufu walitamani wamuue, walifanya juhudi ya kumuua kwa sababu ya wivu. Tuombe tusiwe na wivu. 2, tutambue kwamba hata ukiangalia vidole vyako hivyo vitano kwenye kiganja chako vitano hivyo havilingani. Na sisi binadamu hatulingani katika baraka tulizopewa na Mwenyezi Mungu, hatulingani. Lakini vipaji hivyo tulivyopewa, baraka hizo tulivyopewa, tunapaswa kusaidiana. Kama vidole hivi, nikiondoa kidole kikubwa hiki, siwezi kushika maiki vizuri, itadondoka. Siwezi kukupiga ngumi nzito nzito kwa sababu sijaikunja vizuri. Vivyo hivyo umaarufu wangu, siwezi kupata umaarufu kwa kukuumiza wewe, wala upate umaarufu kwa kuniumiza mimi. Umaarufu wako unabaki pale pale. Kwa hiyo hakuna haja ya kuoneana wivu, bali tuombeane baraka, ile kila mmoja atimize wajibu wake, akuze vipaji vyake, na katika vipaji hivyo tuweze kusaidiana. Jiwe waliokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Waisraeli walitumiwa nabii, waamuzi, baadaye hata Yesu mwenyewe. Na hata wao Waisraeli walifikiri ndio taifa teule, na kweli taifa teule, na Yesu amekuja kwa ajili yao tu. Anakuja kwa ajili ya watu wote. Wale wanaompokea anakufanya kuwa watoto wake. Tuombe katika misa hii tusiwe na wivu. 2, tutambue vipaji vya wengine na tuwaombee vipaji vyao viweze kukua. Na tuwaambie kuwa kipaji cha mwenzako ni kwa faida yako, na kipaji chako ni kwa ajili ya faida ya mwingine. Ili tufikie maisha hayo, tunahitaji neema ya Mwenyezi Mungu. Tuombe basi katika misa hii, kama vile Paulo anaposema, naweza yote katika yeye anitie nguvu. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Tutumainie neema za Mungu tuweze kutimiza yale ambayo anatuhitaji tuyatekeleze, ili hatimaye baada ya mfungo huu tuadhimishe Pasaka, na zaidi sana Pasaka ya mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.